Bwana Yesu afiwe tena. Amen. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Asifiwe. Praise God. Amen. Naomba kwa neema ya Mwenyezi Mungu uweze kunipunguza mkono useme hallelujah. Hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Tonight I want to share a message on your life is someone's Bible. I want to share a message on your life is someone's Bible. Maisha yako ni Biblia ya mtu mwingine. Amen. Na mimi nakuomba itakuwa baraka katika jina kuu la Yesu Kristo. Na niruhusu tu nisome maandiko. Nasoma first Peter chapter 3 verse 1. Nitasoma hadi 6. First Peter chapter 3 verse 1 to 6. The Bible says, "Wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and their wearing of the gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear." Amen. Sasa hapa tunaona maandiko nasema kwamba Paul anazungumza akisema kwamba wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words, but by the behavior of their wives. Amen. Sasa hapa tunaona ya kwamba Petro is addressing the first church, and he is addressing the issues, all the concern that he saw in the first church. Kwa sababu kanisa la kwanza, the first church, first church, wale ambao walikuwa wanaenda kanisa wengi walikuwa ni wanawake, vile ilivyo hata sasa hivi. Na vile wanawake walikuwa wanaenda kanisa wengi sana kuliko wanaume wao wangekaa nyumbani nao wanaenda kanisani. Basi vile walikuwa wanaenda kanisani wake zao, wakati wake zao wamerudi pale nyumbani, wangependa sana ya kwamba waume wao waweze kuwafuata imani yao. Na kwa hivyo wangeweza kutoka kanisa na kuenda pale nyumbani na kuanza kuwafundisha wanaume wao jinsi maandiko inasema. Lakini hata kama waliweza kufanya hivyo, iliweza kuleta negative repercussion, ya kwamba maneno ambayo yalikuwa yanawaambia wanaume wao haikuweza kuzaa matunda vile, kuzaa matunda. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanawaambia waume zao ya kwamba the husbands, ya kwamba maandiko nasema ya kwamba tungefaa tufanye hivi, tungefaa tufanye hivi. Lakini the husband wakiwatazama, wangeona ya kwamba hata kama wanawafundisha, bado wenyewe wanagombanisha bwana zao, wanakasirika kwa nyumba, wanafanya mambo ambayo hayafai. Na kwa hivyo hangeweza kuzaa matunda, kwa sababu waume zao walikuwa wanawaangalia na wanaona ya kwamba hawa
hawakai kama neno, ya kwamba yale ambao wanatufundisha tungefaa tuyaone kwanza kwa maisha yao, because they should be the product of their preaching. Na yale ambao vile wanatuambia tungefaa tukae, au ndio wanaenda opposite. It is like they are preaching water but drinking alcohol. Maneno yao haizaa matunda. Na sasa walienda kanisa na Petro akaweza kuwaweka chini ya kwamba hata kama mnaenda pale na mnawapatia maandiko, basi au maandiko ambayo mnawapatia haiwezi kuzaa matunda, kwa sababu mnawafundisha na nyinyi hamfanyi yale ambayo mnawafundisha. Mnafundisha msifanye hivi na nyinyi mnafanya. Nyinyi mnawagombanisha, hata wakiwatazama wanajiuliza, sasa wokovu unakaa hivi? Watu ambao wanatusi watu, hii ndio wokovu? Hivyo ndio wanga mnafundishwa kwa kanisa? Paulo angependa ya kwamba waweze wakawarn their husband wakuje kanisani, not by word but by their character, by their behavior. Ndipo sasa aliweza kuambia kwamba wives in the same way be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words. Si kwa kufundisha neno, si kwa kuwahubiria, but by the behavior of their wives, by their behavior. Iweze ikawa reflect. Wapendwa, unajua kanisa ya kwanza au walijua wakienda kanisa walikuwa wanavaa tu vizuri sana, lakini Paulo akawaambia hapana, kuvaa kung'ara ni vizuri, manake si dhambi, lakini musing'are tu nje. Vile mnang'ara nje kwa kuvaa mavazi nzuri nzuri, mung'are hata ndani, kwa sababu maisha yako ni Biblia ya mtu mwingine. Amen. Amen. Bana petufuate. Na kwa sababu maisha yako ni Biblia ya mtu mwingine, unaweza warn somebody kuleta mtu kwa Yesu, si kwa kumhubiria, not by word, lakini but by your behavior, the way you live your life. Pray God. Niruhusu, there are statement here I want to make. Kuna statement hapa ninataka kusema ya kwamba, wapendwa, nataka kusema ya kwamba kuna watu wengine kwa duniani hawasomangi Biblia. Amen. Na tena hawatawahi soma Biblia. Pray God. Mtu anaweza kosa kusoma Biblia kwa maisha yake yote, lakini nimekuja kukuambia ya kwamba your life is the only Bible that some people will ever read. Amen. Yeah. Your life is the only Bible that some people will ever read. Kwa sababu hawasomangi Biblia, lakini wakiangalia maisha yako vile nakaa, maisha yako inaweza kuwa ni Biblia ya kipekee ambao watu wengine watasoma. Na diposa, wapendwa, be careful how you live, because you may be the only Bible some people read to get saved. Amen. Yeah. Because your life is someone's Bible. Wapendwa, asomi Biblia, lakini unajua kuna watu wengi ambao hawakuji kanisani, si kwa sababu wanachukia Mungu, lakini kwa sababu wanaangalia maisha ya Wakristo vile inakaa, na wanasema kama huyu anaenda huku kanisa na anasema ameokoka na anakaa hivi, sasa hii ndio wokovu. Wapendwa, inamaanisha kwamba kuna watu wengine au hawasomi Genesis, hawasomi Bible, lakini ni wewe ndio wanakusoma. Praise God. Na kwa sababu wewe ndio wanakusoma, you should be careful how you live, because you may be the only Bible some people read to get saved. Pia nataka kusema ya kwamba watu wengi, kuna wale ambao hawajawahi kukutana na Yesu na hawajawahi kuwa na experience kuhusu Yesu, lakini wakati umekuwa Biblia ya mtu mwingine, wakati mtu anakusoma, mtu angefaa kusome, na wakati mtu anakusoma anaona Yesu, because you are ambassadors of Jesus. Praise God. Na ndipo nataka kusema ya kwamba you are the only Jesus that some people will ever experience in their life. Praise God. Bana betu forte. Wacha tu nikupatia, kuna mtu mwingine ambaye alikuwa na kama maisha baya sana,
na alikuwa anagonjeka na ana chochote, na vile alikuwa anakaa hiyo maisha, mtu aliweza kutoka from nowhere akafanya nini? Akaenda kumtembelea kwake mara kwa mara, akimwonyesha upendo, akimpatia chakula, praise God, na akamfanyia mambo mazuri sana ambao hata watu wao wa karibu hawakuwahi kumfanyia, hata wale ambao wamezaliwa nao kwa familia moja, praise God, hawakuweza kumfanyia hivyo. Lakini angekuja pale na shopping, anamtembelea, anamfanyia upendo, huruma, praise God. Alifanya mambo mazuri makubwa sana, hadi huyo aliweza kuuliza, praise God, kwa sababu alikuwa amesikia habari ya Yesu. Akauliza, inaweza kuwa wewe ni Yesu ambaye huwa nasikia kuhusu juu yake, praise God? Inaweza kuwa wewe ndio yule Yesu nasikianga habari zake? Kwa sababu yeye aliweza kutenda mazuri kana kwamba Yesu mwenyewe ndiye angetenda. Na ndiposa wapendwa, ndiposa nasema ya kwamba you are the only Jesus that some people will ever experience in their life, praise God. Yeah, vile unakaa nao wapendwa. Na pia nataka kusema ya kwamba kuna watu hawajawahi kanyaga kanisa, hawajawahi jua malango ya kanisa ni nini, lakini unaweza wahubiria kulingana na lifestyle ambao unaishi, praise God. Unaweza wahubiria na ulete mabadiliko kubwa sana kwa maisha yao, na according to the lifestyle that you live. Na ndipo na make statement ikisema kwamba your good life is the greatest pulpit of preaching the gospel, and especially to non-believers, praise God. Yeah, your good life is the greatest pulpit for preaching the gospel, wapendwa. The greatest pulpit. Mtu akiona maisha unaishi, praise God, because your life can be a sermon to someone, praise God, without attending church. Just by seeing your life, akiona maisha yako, akikuona, your life can be a sermon, wapendwa. Na ndiposa wapendwa, let us be careful how we live, because your life is someone's Bible. You are living epistle, wapendwa. You are a walking Bible. Amen. You are a walking Bible. Na nimekuja kukuambia katika jina kuu la Yesu Kristo ya kwamba we are a walking Bible. You are a walking Bible. Praise God. Yeah. Hatukujua maneno kama haya, lakini Holy Spirit anatureveal. Na ni vizuri tujue ya kuanzia leo ya kwamba your lifestyle matter, and especially kwa maisha ya mtu. Na mtu anaweza okoka si tu kwa sababu unamhubiria, lakini kwa sababu anaona maisha ambayo unaishi, na anasema kwamba ningependa ya kwamba hata mimi niweze kuishi kama fulani. Na unaweza kumleta kwa Yesu, si kwa sababu umemhubiria, lakini kwa sababu ya maisha ambayo unakaa. Praise God. Bana bado forte. Nataka kusema ya kwamba kuna mtu wapendo, nimesema kuna mtu anakusoma. Yasomangi Biblia, anakusoma tu. Na ndiposa ukiona watu wanakuja kanisa, watu wengi wameweza kukuja kanisa si kwa sababu waliambiwa fulani tuende kanisa, lakini waliona maisha unakaa ikawapendeza, wakaweza kuenda kanisa kwa sababu wangependa wakae kama wewe. Na ndiposa nasema ya kwamba there are some non-believers cannot dare to get saved because of the kind of lifestyle believers live. Praise God. Wakiona your lifestyle Wakristo wanaishi, hawawezi tamani kanisa. Wanasema kama hii ndio wokovu, wacha ikae. Amen. Yeah. Na ndipo nimekuja kukuambia wapendwa ya kwamba living a good life will attract people to follow Jesus more than you are preaching to them. Praise God. Yeah, living a good life will attract people to come to Christ, to follow Christ, more than you are preaching to them. Because there is a saying ambaye nasema ya kwamba your action speaks louder than word. Praise God. Your action speak louder than word. Na ndiposa uwezo kuwahubiria watu na hawaoni product ya kila unawahubiria na we expect vile wakufuate. Wanataka waone kila unahubiria kwanza
inafanya kazi kwa maisha yako, ndipo sasa waweze wakakufuata. Amen. Bana bado tufuate. Praise God. Wanataka waone ukifanya kazi kwa maisha yako, ndipo sasa waweze kukufuata wapendwa. Na ndipo sasa kwa mfano uweze kumwambia mtu ya kwamba mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Praise God. Just by speaking. No. You cannot tell people that you are a changed Christian, that you are a changed person just by speaking. But you tell people that you are a changed person by living a changed life. Amen. Also, you don't point to others the place you want them to go. Praise God. You don't tell people the place you want them to go by pointing to them. Praise God. You don't lead others where you want them to go by just pointing to them. You lead others where you want them to go by going. Praise God. You lead them by going the place you want them to go, not by pointing them. Ya kwamba pale ndio nataka muende. Praise God. Ya kwamba nataka tuishe, hii ndio maisha ya wokovu, tungefaa tukae hivi na vile, lakini wao ukai vile unawaambia wangefaa wakae. Praise God. Wanataka waone kwanza kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo, na ukifanya hivyo utakuwa someone's Bible in the name of Jesus. Wacha tusome kwa haraka sana. First Peter, nitasoma kwa haraka because time is not with us. Nitasoma kwa haraka. First Timothy chapter 3 verse 1. Paul alikuwa anamwambia Timothy, na alikuwa anamwambia mambo ambayo yanafanyika kanisani. Praise God. Mambo ambayo yanafanyika na waamini, si nje ya kanisa, not non-believers, not word, lakini word, lakini kile ambacho kinafanyika na believers. Alikuwa anasema kwamba, but mark this, there will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Hao waamini wako kwa kanisa, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the goods, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. They are the kind of whom worm their way into the homes and gain control over weak women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to acknowledge the truth. Just as Jambres and James opposed Moses, so also these men oppose the truth, men of depraved minds, who as far as the faith is concerned are rejected. Anamwambia vile watu wako kanisa lakini vile wako. Praise God. Hawawezi kuwa someone's Bible, lakini sasa Paulo anamwambia Timothy kuhusu yeye mwenyewe, about himself. But they will anasema kwamba, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance. Praise God. Inamaanisha kwamba Paul, he was a walking Bible to Timothy. Amen. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Praise God. Sasa tunaona he was a walking Bible, wapendwa. First Timothy chapter 4 verse 12, ninaendelea because of time. Inasema, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech. Anasema set an example in speech, in life, kwa maisha yako vile unakaa, in love, in faith, and in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Do not neglect your gift which was given to you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Tumeona wapendwa kwamba Paul anamwambia Timothy ya kwamba kabla hujaanza kupreach publicity, kwanza wacha watu waone ya kwamba wewe ni Biblia. Praise God. Wacha watu wakuone kabla Biblia. Bala wapendwa tufuate. Wakuone kwa vile unakaa maisha ambayo unakaa. Wapendwa, you can be someone's Bible katika jina la Yesu Kristo. First Timothy chapter 4 verse 15. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Ukifanya hivyo, kila mtu ataona your progress.
katika jina kula Yesu Kristo. Wacha tusome, ninaenda haraka because of time. Wacha tusome 1 Timothy chapter 5 verse 1 to 2. Maandiko nasema, do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat your younger men as brothers. Tunasikia kila ambacho maandiko nasema. Praise God. Ya kwamba ukipata msichana ufanye nini? Praise God. Ukipata mama yako ufanye nini? Ukipata mtu ambaye anatoshana na baba yako, praise God, ufanye aje? Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger woman, praise God. Ukikutana na a certain lady, maandiko nasema kwamba Paul anasema treat and younger woman as sisters with absolute purity. Praise God. Yani Paul anasema kwamba tukue walking Bible, ili yule ambaye anatuona aweze kutusoma vile huwa tunasoma Biblia. Ya kwamba hata ukikutana na msichana, wapendwa, kuna wale ambao wakikutana na wasichana wanamtamani, alafu wanamfikiria tu vile wanaweza kulala na yeye. Praise God. Lakini Paulo anatuambia ya kwamba hivyo si vile tungefaa tuwe kama Wakristo. Kwa sababu sisi ni Biblia ya mtu mwingine, na ndiposa kukutana mtu kama msichana umchukue kama dada yako. Unajua hakuna siku na utaweza tamani ama kufikiria kutenda mabaya na dada yako, kwa sababu ni dada yako. Na maandiko nasema tufanyie hao wote vile maandiko inasema. Praise God. Yeah. Sasa kumbe maandiko inasema hivi, sisi tunatenda opposite. Wapendwa, we can be someone's Bible. Maandiko inasema tukae kama Biblia, wapendwa, ili wale ambao wanatusoma wanaokoka kupitia sisi. Amen. Wacha nikupatie story. I am already. Praise God. Wacha nikupatie story. Tulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaenda kwa bar anaelewa na bibi yake. Praise God. Alikuwa anaenda kwa bar anaelewa hadi usiku wa manane, na alikuwa anaenda na watu wengine marafiki zake, na wakawa wanapiga story wakiwa pale kwa bar ya kwamba mabibi zetu ni mbaya sana. Na huyo na bwana mmoja, mtu mmoja akasema, mimi mke wangu ni mzuri sana, na mimi naweza kumshuhudia, I can testify about him. Ni mzuri sana, ni mtu ambaye ameokoka, amebadilika sana. Na wao akasema kwamba kama ni kweli mnasema mke wake ameokoka, wacha tuende leo kwako tushuhudie. Na vile walisema akamruhusu, nendeni. Na wakaenda pale usiku wa manane. Vile walienda wakapiga mlango kwa nguvu sana, wakasema fungua hapa. Na wengine wanasema fungua ama tupite na mlango. Na vile alisema hivyo, aliweza kufungua. Wakati alifungua, aliweza kuingia. Waliweza kuingia. Wakati waliingia, wakawa wameingia na slippers, ilikuwa na carpet pale, ilikuwa imewekwa carpet imetengenezwa vizuri. Wakaingia na maviatu na maslippers. Vile waliingia wakakaka kwa kiti, vile walikaa, akasema tunataka chakula. Akamuka akawapikia chakula vizuri, chai na mkati, akawapikia akawaweka kwa meza. Na sasa ikawa wanakunywa. Wakati wanakunywa, mwingine akamwaga chai kwa kusudi kikombe ambaye imejaa. Huyu akachukua dasta akapanguza, mwingine akatima mate kwa nyumba akapanguza tu. Vile na mfuta imemwagika, anasema wacha nikuongoze, sorry. Anaomba msamaha, sorry, wacha nikuongeze zingine. Mwingine anatima mate, anapanguza. Mwingine anaweka mguu, anaweka kwa meza, kwa hizo vitambaa safi ambayo imetandikwa kwa meza. Asemi kitu kibaya. Vile waliona tu hivyo, waliweza kusema ya kwamba waliweza kupiga magoti wote, wakasema kwamba nataka Mungu wako, nataka huyo Yesu ambaye unamwabudu, tunamtaka. Praise God. Na waliweza kupata conviction of the Holy Spirit, na wote wakaokoka. Praise God. Wakaokoka kwa sababu ya tabia huyu mtu, huyu mwanamke. Praise God. Vile alibehave pale kwa nyumba, juu wako wakemea kwa matusi, kwa maneno maovu. Na wapenda na kuambia kwamba vile waliokoka wakapeana maisha yao kwa Yesu. Walisoma, huyu mwanamke aliwasomea maandiko gani? Aliwasomea Genesis. Hakuwasomea Genesis. He was able to warn. He warned them not by word but by her behavior. Amen. Yeah, na hivyo ndio tunaambiwa katika jina kula Yesu Kristo. Until I come, devote yourself to the public teaching and reading, to preaching and to teaching. Watch your life
ona vile maandiko yanatuambia, watch your life and doctrine closely, persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Amen. Yeah, watch your life and your doctrine. Your life, your doctrine should reflect your life. Your life should reflect the doctrine that you preach. Sio kwamba una preach lakini life yako haikai kama neno. Pray God. Yeah, kwa sababu watu wakiona vile unawafundisha, vile unakaa, wataweza kupeana maisha yao kwa Yesu. Pray God. Yeah, you will be able to save both yourself and your hearers. Wapendwa. Nasema kwamba 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 2 maandiko nasema, are we beginning to recommend ourselves again, or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? You yourself are our letter, written on our heart, known and read by everybody. Pray God. Nimekuja kukuambia katika jina la Yesu Kristo ya kwamba you are a walking Bible, you are a living epistola. Kuna mtu anakusoma uanga somi Genesis in the name of Jesus, na ndiposa usiseme ya kwamba kama ningepewa dakika 3 ningemsomea huyu mtu Luka 5. Fanya Luka in the name of Jesus, fanya kila ambacho hiyo Luka 5 inasema in the name of Jesus, kwa sababu wewe ndio Biblia, mtu anakusoma. Simama tu kwa Mungu, mwombe tu Mungu akupatie neema na kibali katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba kuanzia leo utaelewa ya kwamba your life is someone's Bible in the name of